na tunaendelea kumzungumzia mtu wa tatu ambaye tulisema tutamuelezea. Anaitwa Zufar ibn al-Hudhayl al-Ambari al-Kufi, aliozaliwa mwaka 110 Hijiria taban na akafariki mwaka 158 miaka 8 baada ya kufariki al-Imam al-Jalil Abu Hanifa. والإمام الزاهد أبو هذيل زفر بن الهذيل ابن قيس العنبري الكوفي صاحب أبي حنيفة، ولد في الكوفة alizaliwa huko Iraq sana mwaka 110 Hijiria, ونشأ بها akakulia huko Kufa Iraq. وبدأ بطلب علم الحديث na akaanza kutafuta elimu ya hadithi ala ulama asri min ashabi alhadith. Na huyu vile vile alianza kutafuta elimu ya hadithi, maana yake hawa wanafunzi wote wa Abu Hanifa jambo lao la mwanzo aliloanza nalo ni hadithi, na yakatafuta hadithi kwa maulama wa hadithi waliokuwa huko Kufa Iraq. hii inatuonesha ishara kuwa mji wa Iraq ulikuwa una ahlul ilmi kibar. Thumma tahawala ila al-Imam Abi Hanifa, kisha akaelekea kwa Imam Abu Hanifa fatafaqaha alayhi, akachukua elimu ya fiqh kwake. maana yake tukimtazama Muhammad ibn Hasan al-Shaybani katika al-hadithi, tukimtazama Zufar ibn al-Hudhayl al-Ambari al-Kufi katika hadithi, Abu Yusuf al-Qadi katika hadithi, na wengine wengi tuliowapita wanafunzi wa Abu Hanifa kina Abdullah ibn Mubarak na wengine wengi, wote ni katika watu wa hadithi wengi sana. Bila shaka majlisi yake ilikuwa sio majlisi ya mchezo, ilikuwa ni majlisi ambayo ina watu wababe katika elimu ya hadithi. Hapo hakuna kuleta jambo la kifiqhi kwa dhanna, una dalili leti, kwa sababu wote walikuwa ni mahufadh, tena watu wenye nafasi kubwa sana katika elimu. Tarehe zao na sala zao zimejaa sifa nzuri katika akhlaq na mambo mbalimbali. Kwa hiyo wakana zahidan abidan mujtahida, alikuwa zahid, hana muda na mambo ya kidunia, abidan mwenye kujitahidi katika ibada, mujtahidan fi fiqh, anajitahidi kubwa katika upande wa fiqh na ibada وما هار في القياس. alipata umahiri, alibobea katika mambo ya qiyas kama inavyofahamika kwa Abu Hanifa alikuwa ndio top mbabe katika masuala ya qiyas. Qiyas ni milango katika milango ambayo hutumika kama ni usul katika usuli za hukumu za kisheria. Taban haya hufahamika katika usul al-fiqh, lakini vile vile tutagusia kitu kidogo katika maana ya qiyas insha Allah baada ya kuelezea tarajim zao tutakapoingia katika upande wa usul. Natarajia hilo, barakallahu fikum, tutagusia nini qiyas, wallahu a'lam. Kwa hiyo wafaqa asaba Abi Hanifa fi katika mambo ya qiyas, alikuwa yuko juu zaidi kuliko wote wanafunzi wa Abu Hanifa. Waqad imtadahu ustadhuhu Abu Hanifa waqala, Abu Hanifa limsifu Zufar ibn al-Hudhayl pale aliposema Zufar ibn al-Hudhayl imamu min a'immati al-muslimin. Zufar ibn al-Hudhayl ni imam katika maimamu wa Islam wa alam min a'lam ad-din, na ni alama miongoni mwa zile alama ambazo zinajulisha juu ya dini, yani maana yake uwepo wake, basi maana yake ni miongoni mwa mambo muhimu sana yanayoonyesha juu ya mzima la dini, kwa sababu maisha yao hawa walikuwa ni dini. Waqala ilmu Abu Bakr ibn Abi Shayba, akasema vile vile babu Abu Bakr ibn Abi Shayba sahib musannaf annahu kana afqahu ahli zamanihi, alikuwa Zufar ibn al-Hudhayl ana fiqhi zaidi kuliko watu wote katika wakati wake. Hizi ni alfadh za ta'dil na alfadh za thana. Kila alim alikuwa kimuona fulan ana ilmu kuliko fulan. Kwa hiyo siseme sasa Muhammad ibn Hasan au Abu Yusuf, itakuwaje na Abu Bakr ibn Abi Shayba ameshasema hivyo? Abu Bakr ibn Abi Shayba ni katika maulama waliokuwa katika wakati wa Imam Ahmad ibn Hanbali. Bila shaka hawa ni watu wenye ilmu na ni katika ahlul hadithi Abu Bakr, na ni katika watu wenye vitabu katika vitabu vikubwa musannaf ya Abu Bakr ibn Abi Shayba. Kwa hiyo ni mtu mwenye maarifa. Aliposema innahu kana afqahu ahli zamanihi, innahu kana afqahu ahli zamani, alikuwa ni katika watu wenye fiqh zaidi katika wakati wake. Ndio hivyo
وقال ابن معين أكسم ابن معين كان ثقة مأمونة وثقاه ابن معين كان ثقة مأمونة alikuwa ثقة مأمونة وثقاه ابن معين hizi vile vile ni kauli za ta'dil yani katika ilmu ya katika alfadhu za jarh na ta'dil ikija labda kwamba thiqatun imam thiqatun ma'mun thiqatun kadha maana yake hii ni daraja kubwa ya thiqa yani thiqa kusifiwa kwa sifa mbili yani thiqa inatangulizwa alafu ndio ije thiqa peke yake kwa zile sifa mbili thiqatun hujja thiqatun kadha hutangulizwa kwa hiyo thiqatun ma'muna maana yake huyo alikuwa ni thiqa sana wa thiqa ibn Ma'in kama tulivyosema kuwa Yahya ibn Ma'in ni katika watu ambao waliulizwa sana kuhusiana na watu wa hadithi na alikuwa na ilmu zaidi وقد ولي قضاء البصرة alikuwa قاضي katika mji wa Basra huyo Zufar ibn al-Hudayl ومات بها في أول خلافة المهدي alifariki mwanzoni mwa uongozi wa al-Mahdi katika mwaka wa 58 baada ya al-mi'ah maana yake mwaka 158 alifariki huyo Zufar ibn al-Hudayl al-Kufi baada ya miaka 8 kupita alipofariki Sheikh wake Abu Hanifa kama tunavyofahamu kwa alifariki mwaka 150 Hijria Allah tabaraka wa taala agubike rehema zake na awaingize katika pepo yake hapa tutakuwa tumemaliza kuelezea kuhusu Abu Hanifa na Abu Yusuf na Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani na Abu al-Hudayl Zufar ibn al-Hudayl kwa hiyo kipengele ambacho kwa sasa tunataka kukiingia ni kipengele ambacho kinasema usulu al-madhhabi al-Hanafi usulu al-madhhabi al-Hanafi yani tumeshazungumzia kuhusu maulama wa madhhabi ya Hanafia sasa hawa maulama hii kufikia upeo mpaka Imam Ahmad kuchukua mambo ya ndani ya kifiqh kutoka kwa Muhammad ibn Hasan al-Shaybani katika vitabu vyake na Imam Shafi'i kuchukua ilmu kutoka kwa Muhammad ibn Hasan al-Shaybani na Malik kumsifu kwa Abu Hanifa ni faqih na mambo mengine ambayo sisi tumeyaona kwa hawa ahlul ilmi wote wa madhhabi ya Hanafia ambao ndio marais wa kusambaza madhhabi ya Hanafia walikuwa wakitumia misingi gani mpaka wakafikia upeo huo wa kuwa wao sasa wawe ni umda ndio nguzo juu ya waliokuja baada yao katika hii madhhab kwanza usulu al-madhhabi al-Hanafi ile misingi iliyokuwa inafuatwa na hawa maulama ndio kipengele ambacho tunakuja nacho usulu al-madhhabi al-Hanafi ile misingi ambayo imejenga madhhabi ya Hanafia kwanza kitab cha Allah tabaraka wa taala ambacho ndio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa kalamullah al-azim wa hablullah al-matin wa nuruhu as-sati' ila yawmiddin al-masdar al-awwal li ahkam ad-din al-hanif kitab cha Allah tabaraka wa ta'ala ndio msingi wa kwanza maana yake walikuwa kwanza wanaangalia ndani ya kitabu cha Allah pale kunapotokezea jambo je hakuna aya maana yake kitabu cha Allah sisi Allah tupe nguvu tukisome sana kwa wao ilikuwa ndio jambo ambalo kwa wao ilikuwa ndio kitu wanachokipitia kila wakati kwa sababu kila wakati wao wanatakiwa kumbuke aya zote zilizokuwa ndani ili asiyakatoa mtu hukumu hali ya kuwa kwenye kitabu iko aya inakwenda kinyume itakuwa ni aibu kwake sasa angalia kuwa masaili mangapi ya elimu walioyapitia mara ngapi watakuwa wamekumbuka ayati zilizokuwa ndani ya kitabu cha Allah swala la pili ni as-sunna msingi wa pili ni as-sunna na sunna ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kile alichokifikisha sahihi kauli au kitendo alati bayanat kitab Allah katika yale ambayo ndio yamebainisha kitabu cha Allah msingi wa pili as-sunna ni sunna وهي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغه المبين قولا وفعلا التي بينت كتاب الله فهي بعد كتاب الله مصدر تشريع لأحكام الدين
وأصله المتين أجمع عليها الأمة. ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio msingi wa pili, sunna ambazo zimekuja kubainisha kilichokuwa ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile kuelezea mambo mbalimbali ya hukumu za kisheria. Kwa itifaqi ya ahlul ilmi, baada ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala mtu anatakiwa ashikamane na sunna. Lakini vile vile katika misingi ya madhhabi ya Hanafia kuna kitu ambacho kipo, yani ule msingi wa madhhabi yao. Yani ukitaka ujue madhhabi ya Hanafia, wakikosa kwenye kitabu wakakosa kwenye sunna, walikuwa wanafanya nini? Je, wanatoa fatwa zao au anasema aqwalu as-sahaba? Walikuwa wakiangalia katika kauli za masahaba. وهم الذين عاينوا التنزيل وبلغوه, hawa ni wale ambao wameshuhudia kuteremka kwa Qur'ani na wakafikisha. وحملوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعده من الأخلاف, wakachukua ilmu ya mtume wakaipeleka kwa wengine. Kwa hiyo msingi wa tatu ni aqwalu as-sahaba, msingi ambao ni katika misingi iliyotengeneza madhhabi ya al-Hanafiyya. Na namba 4 al-qiyas. قياس وهو إلحاق أمر لا نص في حكمه على أمر آخر منصوص على حكمه. وكيسكي قياس ni kulikutanisha jambo ambalo halina dalili katika hukumu yake pamoja na jambo ambalo lina dalili katika hukumu yake, li'illatin jami'a bainahuma, kwa sababu ya kupatikana illa. Illa ni jambo lililopelekea kupatikana ile hukumu katika lile jambo. Mfano, labda ukisema kuwa dhabibu ukiroweka katika maji ikavuka wiki 2, maana yake hubadilika, mfano ikawa pombe. Kwa hiyo mtume alikataza watu wasinywe kitu ambacho kwamba mfano kilipo katika namna hiyo. Mwingine akaja akasema mimi nakula muhogo mwingi, ni kila muhogo. Kama mtu karoweka dhabibu baada ya wiki 2 ya kinywa kile kilichokuwemo katika maji yake analewa, na mimi nakula mihogo wala sijairoweka nalewa. Watu wa fiqh huangalia sababu iliyopelekea mtu hasa aharamishiwe ni nini. Ni ile kubadilika akili yake, jambo ambalo linapingana na maqasidu ash-sharia al-khamsa, ambayo maqasidu ash-sharia, katika makusudio ya sheria ni kuihifadhi akili. Wewe kushalewa, akili kushaiharibu. Kwa hiyo kuiharibu akili ni katika mambo hayafai. Madamu aloroweka itapelekea kuiharibu akili, na wewe ulokula leo hata kama hujaroweka itapelekea kuharibu akili, basi maana yake hili jambo halifai kula mihogo mpaka ukalewa. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye karoweka dhabibu mpaka akalewa kaharibu akili, na wewe unakula mihogo mingi utaharibu akili. Nyote mnashirikiana katika ile ila sababu ya kuharamishwa jambo nalo ni nini? Nayo ni nini? Kuharibika akili, jambo ambalo kuharibika akili kuna kwenda kinyume na makusudio ya sheria. Maqasidu sharia, sheria hasa imekuja kuhifadhi mambo 5 ikiwemo akili. Kwa hiyo sasa utatazama kuwa sifa ya kupatikana pombe sio sifa ya kula mihogo, lakini kwa sababu yote yanashirikiana katika kuharibu akili, hapa sasa ndio wanaosuoni kuweka kitu kinachoitwa qiyas kwa ajili ya kuwa dalili ya kuroweka dhabibu ipo, lakini dalili ya kula muhogo mpaka ukalewa kuwa ni haram kula hivyo hakuna. Lakini wakiangalia sababu iliyopelekea kuharamishwa mtu kunywa kile alichokiroweka mpaka kikabadilika kikawa pombe, ndio ile sababu ambayo mtu akila muhogo itamtokezea, basi hapa sasa hufanywa kiasi na kuharamishwa jambo. Hii ni katika mfano wa kawaida, lakini katika upande wa usul na fiqh ndiyo kuna jambo lenyewe linalohusu kiasi. Kwa hiyo hichi ni kipengele vile vile ambacho kimetumika kwa wao wanapokosa dalili ya moja kwa moja kuwa muhogo ni haram. Basi wakiangalia lile jambo na wakakuta kuwa kula mihogo mingi kunapelekea kulewa, basi wewe kama umeshalewa, mbona kuna dalili ya kisheria ambayo imekuja kuzungumzia ulevi? Kwa hiyo nukta ya msingi, kile ambacho kwamba kimeibadilisha akili, basi maana yake katika sura hii kihesabika kuwa ni kilevi, basi dalili itakuwa katika lile jambo ambalo limetajwa katika sifa yake kama dhabibu, na kile ambacho kwamba kimeshirikiana katika athari ya sifa
na nayo ni kuharibu akili. Kwa hiyo hii ni nukta ya 4 ambayo ni msingi wanaotumia al-Ahnaf, sawa. Lakini vile vile al-istihsan ambayo al-istihsan ni miongoni mwa misingi wanaoitumia al-Hanafiyya. Namba 5, al-istihsan. Istihsan ni nini? Haya yote ukisoma katika usul al-fiqh ndio utayakuta yameelezewa vizuri. Wa huwa al-khuruj min muqtada al-qiyas al-dhahiri al-jali ila hukm akhar mukhalif lahu li'illatin khafiyya ukhra. Kwa hiyo mustalah yenye maana al-istihsan huwa al-khuruj min muqtada al-qiyas al-dhahiri al-jali, ni ile mtu kutoka akaacha kile qiyas kilichokuweko wazi, lile jambo ambalo mtu anaweza kulipimia kama tulivyopita la waziwazi, ila hukmin akhar mukhalifu lahu li'illatin khafiyya ukhra. Kisha mtu ukaja na hukumu nyingine kutokana na illa. Hichi ni kipengele ambacho bila shaka hasa katika upande wa usulu al-fiqh ndio kinaelezewa vizuri. Sisi tunachotakiwa kukifahamu ni kuwa al-istihsan hii kuielewa vizuri, mtu anatakiwa kurudi katika vitabu vya usulu al-fiqh atafute al-istihsan ni nini. Hapa sisi tutasoma tu kwa al-istihsan ni jambo la 5 katika mambo wanayotumia al-Hanafiyya kama ni misingi ya kuitumia katika kuelezea au kutoa hukumu mbalimbali katika madhhab yao. Na jambo la 6, al-ijma', ambayo al-ijma' tukizungumzia ni yale makubaliano ya wale watu waliofikia daraja ya ijtihadi katika wakati wowote ule. Katika kila zama kuna watu maulama waliofikia daraja kubwa ya ijtihad. Hawa kwa sababu ya daraja ambayo wamefikia, kunaweza kukatokezea kadhia ambazo kwa nyuma hazikuzungumzwa, kisha wao wakakubaliana, kama mfano masala ya bima na mfano wake. Wanapoyazungumza ahlul ilmi mambo haya huko nyuma yalikuwa hayapo. Sasa hivi je, bima ni halali au si halali? Kuchangia damu inafaa haifai? Wale ahlul ilmi wakishazungumza wakatoa kauli wakakubaliana, wale wanaofahamika mu'tabarun wanaozingatiwa, basi huwa hii inaitwa ijma'. Vile vile hili ni jambo ambalo walikuwa wakilizingatia sana al-Ahnaf au al-Hanafiyya. Lakini jambo la 7 vile vile katika mambo ambayo ni sehemu za mazingatio katika madhhabi ya al-Hanafiyya, kama ni msingi ambao ndio umejenga madhhabi ya Hanafiyya, al-uruf. Al-uruf ni nini? Huwa makana alayhi an-nas, ni kile kitu ambacho kwa kawaida wanakifanya watu, walam yukhalif ma nazala min al-Qur'ani was-sunnah, lakini hakijaendana kinyume na kile kilichoteremka katika kitabu na sunna. Yani kuna jambo lipo katika jamii wanalifanya, lakini halipingani na kile kilichoteremka katika kitabu wala kile kilichoteremka katika sunna. Ni mambo mengi hapo katika jamii. Kuna salamu, kuna vitu mbalimbali, kuna maamkizi, kuna kawaida ambazo watu wako nazo, pengine akishaolewa biharusi, kuna kitu kinaitwa chai, yani maana yake siku ya 3 watu wanakuja wanakunywa chai, wanafanyaje? Kuna mambo ambayo yapo katika jamii mengi, haya huitwa al-uruf. Au akishaolewa tu mwanamke, watu hukaa siku 2-3, kisha mwanamke kwanza anaanza kwenda kwa mwanaume, kisha anakwenda kwa mwanamke. Kuna vitu kama hivi. Mwanamke akiolewa basi atiwe piko, afanyeje? Vitu kama hivyo ambavyo vipo katika urufu, mambo yaliyokuwepo, hayapingani na masala ya kisheria, sio Qur'ani wala Sunna. Vile vile haya yalikuwa ni sehemu ya mazingatio. Haya yalikuwa ni sehemu ya mazingatio katika madhhabi ya al-Hanafiyya na katika usulu al-madhhab, katika usulu za madhhab zao.